Naomba usome Luka. Ni Luka ngapi? Luka 4 mstari wa 3. Luka 4 mstari wa 3. Anzia mstari wa kwanza. Amina. Soma kwa sababu karibu na. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40. Akaongoza na Roho muda wa siku 40 kuingia kwenye maombi. Ameongozwa na Roho. Akijaribiwa na Ibilisi. Akaenda kujaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Ndio. Hata zilipotimia aliona njaa. Na Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote. Kwa mtihani wa kwanza akamaliza, anaenda mtihani wa pili. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote. Amina. Akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu. Yaani yuko anatembea naye mpaka Yerusalemu. Amen. Jaribio la 3, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia. Akamweka juu, yani kama sasa tungesema gorofani. Gorofa au mawasiliano. Mawasiliano tao au Benjamin. Pale posta. Unaelewa? Alafu akamuonesha kila kitu. Alafu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Na hayo majaribu ni machache yaliyoandikwa aliyojaribiwa Yesu. Ulikuwa ujui. Hayo ni baadhi tu, ni summary. Alijaribiwa majaribu mengi. Na Yesu aliyapangua yote kwa maandiko. Shetani alileta hoja kwa maandiko. Jaribu la kwanza ikiwa ni nani, ni mwana wa Mungu, fanya nini? Geuza. Jaribu la mwisho pia nasema ikiwa ni mwana wa Mungu. Sasa kwa nini watu wanaojua neno ni wabishi? Mmoja, inawezekana si wabishi, wewe labda hujui. Yaani sitaki kuwakandamiza sana, lazima tukubaliane. Amen. Inawezekana sio wabishi, ila inawezekana wewe hujui. Pili, inawezekana wabishi sasa au wanaleta ujuaji ambao hauna madhara chanya, yaani hauna faida, kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. Wamesimama wakafu kwenye maandiko, kama ambavyo leo ukienda mtaani utakutana na watu wapaka jasho linawatoka, ni wakafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana aliye na Roho Mtakatifu halazimishi jambo lake likubalike. Ukifunga ukuta, Yesu anasema ukienda kwenye nyumba ukabisha hodi ukafunguliwa, ingia. Ukikataliwa, kunguta mavumbi, fanyaje? Ondoka. Lakini wale wang'ang'anizi ni dalili ya kwamba hawana Roho Mtakatifu. Maandiko wanayo, lakini hawana Roho nini? Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakuja na Galatia 5:22-23. Tunda linakuwepo, uvumilivu unakuwepo, upole unakuwepo, kiasi kinakuwepo. Mtu akikosa kiasi, Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa tumeona watu wakifanya maovu wakijilinda. Niliwahi kukuambia kwamba kuna kijana mmoja alikuwa anatumia Wakorintho nadhani wa kwanza sura ya 7:14. Kuna mahali Biblia imesema kwamba msinyimane isipokuwa mmepatana. Sinaandikwa. Kijana tuko naye si form 1 form 2 kula anafuata mabinti anamwambia soma hapa neno, wewe usije ukatupwa jehanamu wewe. Binti naye kweli anapoiogopa jehanamu, na kwa vile hana neno, tunadawana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umenielewa sasa? Amen. Mtu anayejua neno, mwenye neno aliye Roho Mtakatifu, wala atakufundisha kwa upendo, hatua kwa hatua, wala hatatumia nguvu wala makasiriko. Hata tukienda kushuhudia mtaani, tukikutana na watu, hatunyanyui misuli, Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutumii nguvu kubwa ya mwilini. Tunawaambia kwa upendo. Wakikataa tunawaacha. Tunajua tumepanda mbegu. Karibu swali lingine kama lipo, ndio unaturuhusu bado. Hilo aliuliza swali, umenielewa? Mimi huwa napambana na watu kwenye grupu letu. Wengine ni walevi. Wanasema wanakupa maandiko, wanayajua maandiko ya pombe, ya mvinyo, wanayajua mengi. Wanakuletea pale. Hapo nakwambia lete na wewe unasema usinywe pombe. Au niletee andiko linasema nisivute sigara. Sigara kama sigara. Ukitafuta sigara kwenye Biblia upate. Umeelewa sasa? Yesu msaidie sana. Kwa hiyo wakati mwingine wamebaki na kopi sawa na watu ambao walipokea kalamu ya Roho Mtakatifu, wakapokea kipawa cha kunena kwa lugha, alafu Roho Mtakatifu siku wamepishana naye, wanabaki na ile kopi. Anabaki na kopi. Original imeondolewa. Ile kopi utaijuaje? Haina mafuta. Haina matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapaka lakini haina impact. Bwana Yesu asifiwe. Ila Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, wakati unaomba, wakati unaenda kwa lugha, kuna namna pia hata wengine unawaambukiza. Roho Mtakatifu pia anaambukizwa kama uko juu. Haleluya. Mimi mwaka mmoja tulikuwa kanisani, bado inaendelea, watu wananena kwa lugha na mimi napambana kivyangu vyangu. Baadaye nilipoinua uso nikamwona mchungaji, nikamtazama usoni. Bwana asifiwe sana. Amejaa hapo. Nilipomtazama tayari nikapata connection. Nikajikuta na mimi nilipata bubujiko. Kulikuwa kuna impartation. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na wewe usingangane kumwangalia mama mchungaji. Hii ilikuwa nilipata mimi neema hii. Lakini inaambukizwa. Au mtu anakukamata kama ni mwanaume akikumbatia, kuna kitu anakiachilia, kuna impartation. Uvuvio fulani unatembea. Amina. Kama ambavyo unaweza kuweka mkono juu yako, kuna kitu kinatembea, kadhalika hata kwa distance kinaweza kikatembea. Haleluya. Kuna watu wanataka kumkamata Yesu lakini walipigwa pao wakaanguka chini. Hakuwawekea mkono. Si ndio? Biblia inasema akapita katikati yao. Haleluya. Amina. Karibu kama kuna mtu ana swali lingine. Swali kulingana ama kutokana na ujumbe wa siku ya leo. Unalo swali? Kanisa, tuko pamoja? Amen. Tumeelewa? Amen. Nikuulize, umeelewaje? Umeelewa nini kwenye somo la leo? Muda si upo. Ninaanza kuuliza. Tunaanza hapo, tunamaliza, tunaenda hivi mpaka tunamaliza wote. Haya, umeelewa nini siku ya leo? Nimeelewa mpanzi kumbe ni mpanzi ni shamba. Yaani ni mkulima. Kwa hiyo zile mbegu na tafsiri zake nimeelewa kwamba ninaweza kuwa nimeokoka. Kumbe lile neno linakuwa linazongozwa. Kwa hiyo kija jaribu mimi nje. Nikaelewa kwamba kwenye udongo mzuri ni kwamba hata nikija jaribu ninalo tunda la Roho, ninalo Roho Mtakatifu, yaani ninakuwa inaimarika. Kwenye mwamba, yaani kwenye mwamba ile mbegu ile nimeelewa kumbe mtu ambaye kwenye mwamba kwamba kidogo tu naye anaacha wokovu au anaacha kabisa kusali kwa sababu hana mizizi. Amen. Amen. Asante sana, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeelewa nini katika jumbe wa leo? Amen. Umepata kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Nami nimejifunza kwa sababu kwenye maandiko haya nilikuwa nikisikia kisomwa, lakini sikuwahi kufuatilia kwa undani nikaelewa kwamba wanavyosema mbegu ikaanguka kwenye miiba, kwenye miamba, lakini nashukuru siku ya leo nimejifunza kwamba ndani ya kanisa
tuko watu aina tofauti tofauti ambao tukilipokea neno na tulitendea kazi kwa namna tofauti ambavyo tumejifunza hapa. Lakini zaidi mimi nimeielewa zaidi hii ambayo mbegu ambayo ilianguka kwenye udongo mzuri, kwamba mbegu ambayo ilianguka kwenye udongo mzuri ni ile mbegu ambayo ilipandwa kwenye yule mtu ambaye mwenye unyofu wa moyo, ulitendea neno lile kazi, lakini pia kisha kulitendea neno, baada ya ule uvumilivu anaona matunda katika hilo neno. Kwa katika mengi hilo ni kubwa zaidi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na tufahamu kwamba mpanzi ni mmoja. Mashamba, aina za mashamba aina zipo nyingi, ila mpanzi ni nani? Ni mmoja. Naelewa pia mbegu ni moja, aina moja pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijapo mashamba ni tofauti, kinachokuja kuleta matokeo ni kwamba mbegu umeipanda inakupa matokeo kulingana na hali ya shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja kwetu, linakuja kwako kama shamba. Lisipotoa matokeo, manake limegonga kwenye mwamba. Lisipotoa matokeo, manake limedondokea kwenye njia. Bwana asifiwe sana. Likileta matokeo mazuri, limedondokea kwenye udongo mzuri wenye rutuba, unaozaa 50, 30, 50 na kuendelea mpaka 100, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ndiyo mbegu. Amen. Linapandwa katika mioyo yetu, lakini mpanzi ndiye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila siku unaposikia neno la Mungu, wewe jikague, mimi ni aina gani ya shamba katika aina za mashamba ambayo nimefundishwa leo. Umeelewa? Amen. Uje niambie sasa, wewe ni aina gani kati ya shamba hili, mfano wa kwenye mwamba, kwenye miba, kwenye njia, kwenye udongo mzuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Nachagua tu vizuri Nachagua tu vizuri. Amen. Tukija kwenye uhalisia tutavikuta. Tunataka matunda sasa. Haleluya. Umechagua udongo mzuri, tunataka tuone matunda. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe Jose, umeelewa nini? Amina. Bwana asifiwe. Dakika chache tunamalizia, tutavusha. Amina. Mimi nimejifunza kuhusu mbegu. Amina. Kwamba Mungu anapoachilia neno ndani yetu, sio lile neno lazima ulitendee ili Mungu aweze kumwagilia maji yake liweze kustawi. Mungu anaachilia neno, lakini katika shamba, yani sisi ndio shamba. Amina. Aliwezi kukua kwa sababu ile mbegu inapoota kwenye miba nakuta aliwezi kujitanua neno la Mungu. Kwa hiyo tunadumana, neno la Mungu linakaa ndani yetu. Aturuhusu Mungu amwagilie maji yake ili neno liweze kutanuka ndani yetu na kuishi katika maisha yale ambayo Mungu anataka. Mungu anaweza kaachilia mbegu nzuri katika shamba, lakini ile mbegu isizae matunda. Amina. Na isifanye kitu wala kuendelea kukua, na pale ndipo unajikuta mtu anaanguka kwenye dhambi, anamkosea Mungu, kwa sababu neno limepandwa ndani yako, lakini aliwezi kusurvive. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekaa na lile neno hapo, uwezi kumwambia Mungu sasa mwagilia maji yako ili neno liweze kutembea na mbegu iweze kukua na kuzaa matunda ndani yako. Kwa hiyo nimejifunza hivyo. Amen. Barikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua ile siku ya Pentecoste ilikuwa ni ahadi ya watu wote, si ndio? Amen. Na maandiko yanasema wanafunzi walikuwa katika chumba cha juu. Walikuwa ghorofani, wamejifungia kwa hofu. Kwa hofu hivi kwa sababu Yesu ameondoka, na walikuwa wanatembea kifua mbele wakiwa na Yesu. Wanajua hakuna ambalo litatusumbua, tunaye Bwana Yesu. Ndio maana Petro alisema haiwezekani Yesu wewe kukamatwa na kuuawa. Alikuwa anajua uwezo wa Yesu. Sasa Yesu ameondoka, na wao walishajulikana kwamba wamesaliti dini za asili. Si waabudu siku ya Jumamosi tena, sio waabudu wa wapi, walikuwa wanamfuata Yesu. Kwa hiyo walijifungia kwenye chumba cha juu kwa hofu, lakini katika kile chumba hawakunyamaza, walikuwa wanaomba, wanafanya ibada, wakisubiri nini kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Hivi sikiliza mtu wa Mungu, fikiria, Yesu amemwambia kwamba nikienda nitamwambia Baba awape ile ahadi. Ulifikiri waliambiwa Roho Mtakatifu atakuja baada ya siku 50? Naomba upige picha. Kama Roho Mtakatifu angekuja baada ya miaka 45 ingekuwaje? Hawakupewa siku wala saa. Mambo ya Mungu hayapimiki kwa vipimo vyetu.
Bwana anafanya katika utimilifu wake. Sema amen. Haleluya. Unaposema Mungu amechelewa, ni wewe akili yako imechelewa kumwelewa Mungu. Haleluya. Mungu anaachilia kwenye majira na nyakati ambazo ameamuru jambo hilo liweze kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walikaa tu wanasubiri kwa hofu. Lakini siku ilipotimia, maandiko yanasema wote walipokea ujazo, walipokea Roho Mtakatifu, wakapokea nguvu. Hakuwepo ambaye hakupokea. Leo neno la Mungu linapokuja, tunasema neno hili ni la fulani. Ulikuwa unafanya nini hapo? Siwe kuuza maparachichi. Nenda kauze nini? Maparachichi, utapata faida, utanunua umeme wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtumishi wa Mungu amefunga na kuomba, amejiandaa, anaachia neno sasa, hii neno la fulani. Yesu atusaidie wote. Amen. Mimi nawasikilizaga tu. Asipopona na mimi namwambia tu wewe, unanyosha kidole hivi. Vidole vinne vimebaki kwako. Asipopona. Simsaidie Mungu kazi. Neno la Mungu linajitegemea. Likienda kwa mtu linatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona sio la kwako, nyamaza. Mwenye la kwake anajua atafanya nini na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hii sio buffet ya kujisevia. Umewekewa nyama, mchicha, parachichi, nini hapo kwamba mimi hapa hapana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wana wa Mungu, neno ndiyo msingi wetu na Roho Mtakatifu ndiye msimamizi wetu na kiongozi wetu katika safari hii ya imani. Neno bila Roho Mtakatifu hatuwezi kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika 9 tunapohitimisha sasa, labda niulize tena kama kuna mtu ana swali. Kama hakuna, basi tuhitimishe. Kuna mtu ana swali katika pita huku? Kuna mtu ana swali? Jumatano leo. Swali ndani ya mada, nje ya mada, naruhusiwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naogopa. Haleluya. Amen. Baada ya kusema hayo, kwa kuwa una sita, ninasema hatukupokea roho ya hofu. Na ninajua wewe unataka kuuliza. Ninajua unataka kuuliza. Ila kwa sababu wamesita niwasaidie wasije wakakosea sio neno la Mungu. Haleluya. Na mimi nasema mtu anayesita na kwa. Yesu sasa. Lola ulikuwa mama Kendi, ulikuwa kijana yule ulikuwa na swali. Lakini kwa kuwa umesita nikusaidie kwa andiko. Basi tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe mzuri wa leo. Wakati unapiga makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Amen. Kwanza mshukuru Mungu, lakini pia mwambie Bwana, muulize kama unajui mimi ni shamba lipi katika aina za mashamba ambayo yametajwa. Na ukijua aina ya shamba wewe uko na unaona kabisa hili halikupi matokeo, mwambie Bwana, nahitaji nihamishe. Nahitaji unitilitie mbolea. Tia maji. Mtu mmoja akakabidhiwa shamba, mwenye shamba akaenda, hakukuta matunda, hakukuta chochote, akamwambia tukate hii miti. Maana hata udongo wangu unaharibika. Kate miti tuchome mkaa. Akasema hapana Bwana, niachie muda. Niweke mbolea, magnezie maji. Alafu utakuja awamu nyingine uje uangalie. Maandiko hayajasema tena kama alirudi kuangalia. Ila nachojua ni kwamba aliomba muda. Na wewe unao nafasi ya kuomba muda. Kwamba Mungu nipe muda. Nitengeneze Bwana. Na mimi niwe shamba lenye kuzaa 30, 50, 80, 100. Amen. Tumshukuru Mungu, lakini tuombe Mungu atusaidie. Kila mmoja ingia kwenye maombi sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ujumbe wako ambao umeleta kwa kanisa lako. Ujumbe ambao Bwana hakika umebadilisha viwango vyetu vya kukuelewa katika eneo hili la utumishi.
na ninayo imani umegusa moyo wa kila mtu moja mmoja kwa namna ya uhitaji wa kila mmoja, maana tunatofautiana katika uhitaji. Baba, tumeelewa ya kwamba hakika neno lako Bwana linapopandwa mahali palipo na miamba haliwezi kuleta matokeo. Linapopandwa mahali penye miiba litaota, lakini halitafika mbali, litazofika. Linapopandwa mbegu inapoangukia katika njia, wanapopita wale wapita njia wanaikanyaga mbegu na kuzifanya zife. Lakini Bwana umesema udongo mzuri wa mfinyanzi, mahali ambapo mbegu ilipoachiliwa ilienda kuota 30, 50, 100. Bwana Yesu, tamani kuwa na kanisa ambalo linastawi. Tunatamani kuwa na watumishi ambao wanastawi, vipawa vyao vinatenda kazi. Tunatamani kuwa Bwana na idara ambazo zinastawi. Jioni ya leo tujalie neema hii Bwana. Naomba neema yako Bwana iwe kwa kila mmoja. Saidia kila mmoja Bwana. Tia nguvu kila mmoja. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mahali palipo na miamba Bwana, wewe ni zaidi ya miamba. Musa alipiga mwamba katoa maji. Nami ninasema tunapiga mioyo migumu, mioyo ya mawe isiyoweza kukubali neno la Bwana ipasuke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ili maji yakatoke. Maji yakatoke. Maji yakatokezee. Asante kwa ajili ya mnenaji. Asante kwa ajili ya watu wote ambao Mungu wamefuatilia, wanaendelea kufuatilia. Uwabariki, endelea kuwafundisha. Roho Mtakatifu endelea kuimarisha, endelea kuwatia nguvu hata tunapofikia mwisho wa siku ya leo. Ni mwanzo wa ratiba nyingine tena. Tunayakabidhi haya yote mikononi mwako Bwana, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sote tuseme amen. Tume Bwana Yesu makofi mengi. Amen. Amina. Bila kupoteza muda, karibu katika ibada ya matoleo. Tukatoe matoleo yetu ili kwamba tukahitimisha ibada sasa na kuachilia ratiba zingine zipate kuendelea. Bila kupoteza muda, karibu tukatoe sadaka. Karibu.